Ndugu mtazamaji, karibu kwenye chaneli ya simulizi za kutisha na kusisimua iitwayo The Book of Magic Stories. Kama ndio mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, tafadhali gusa alama ya kengele ili kusubscribe na uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo ninapokuwa nimeweka simulizi mpya. Karibu sana kwenye chaneli hii na mimi ni Ayubu Obedi. Sasa tuanze simulizi yetu. Bahari ya kaskazini ilikuwa tulivu kupita kawaida usiku ule. Hakukuwa na mawimbi makubwa wala upepo mkali, hali ambayo mabaharia waliifahamu kuwa ya hatari zaidi kuliko dhoruba. Ukimya wa bahari mara nyingi ulificha kitu. Bandari ya mji wa Caston ilikuwa imejaa shamra. Watu walikusanyika kwa wingi kushuhudia kuondoka kwa meli kubwa zaidi kuwahi kujengwa katika karne hiyo, The Leviathan. Ilikuwa meli ya kifahari, ndefu kama kijiji kinachosafiri juu ya maji, ikiwa na sakafu 7, kumbi za muziki, vyumba vya kifahari na hata bustani ndogo katikati yake. Walisema meli hiyo haiwezi kuzama, na labda hiyo ndiyo ilikuwa laana yake. Captain Elias Morgan alisimama juu ya daraja kuu la kuongozea meli, macho yake yakitazama upeo wa macho uliokuwa umefunikwa na ukungu mwepesi. Alikuwa baharia mwenye uzoefu wa miaka 30. Hakuwahi kuamini sana maneno ya watu waliodai chombo hakiwezi kushindwa na bahari. Bahari humfundisha mtu unyenyekevu, alipenda kusema. Lakini hata yeye hakujua kwamba safari hii ingekuwa ya mwisho kwa wengi waliokuwa ndani ya Leviathan. Meli ilipoanza kuondoka bandarini, honi yake kubwa ilipasua hewa. Watu walipunga mikono, wengine wakilia kwa furaha, wengine kwa huzuni ya kuagana. Ndani ya abiria kulikuwa na kila aina ya watu. Kulikuwa na matajiri waliokuwa wakisafiri kwenda bara jingine kwa biashara, wanandoa wapya waliotafuta maisha mapya, wafanyakazi wa kawaida waliokuwa wakikimbia umaskini, na wachache waliobeba siri nzito mioyoni mwao. Miongoni mwao alikuwapo Lena Whitmore, msichana wa miaka 24 mwenye macho ya hudhurungi yaliyokuwa yakionekana kana kwamba yanaweza kuona mbali kuliko wengine. Hakuwa akisafiri kwa starehe, alikuwa akikimbia kumbukumbu za mji aliyouacha. Tangu alipokanyaga ndani ya meli, alihisi jambo lisilo la kawaida. Sio hofu, bali tahadhari isiyoelezeka. Usiku wa kwanza ulipita kwa sherehe kubwa. Muziki ulipigwa, glasi ziligonganishwa na watu walicheza kana kwamba walikuwa wakisherehekea ushindi dhidi ya bahari yenyewe. Lakini katikati ya furaha hiyo, fundi mmoja wa meli aitwaye Thomas alikuja kwa kapteni akiwa na uso uliokunjamana. "Kapteni, kuna kitu nimekiona chini kabisa kwenye store ya mizigo." Kapteni alimtazama kwa makini. "Kitu gani?" Thomas alisita. "Sanduku kubwa, halipo kwenye orodha ya mizigo." "Labda ni kosa la karani." "Hapana bwana, nilisikia sauti kutoka ndani yake." Kapteni alinyamaza kwa sekunde kadhaa, kisha akavuta pumzi ndefu. "Meli kama hii hubeba maelfu ya vitu. Usiruhusu mawazo ya kushinde. Nitaliangalia kesho." Lakini hakuliangalia, na huo ndio mwanzo wa makosa. Siku ya 3 baharini, ukungu mzito ulianza kuizunguka Leviathan. Haukuwa ukungu wa kawaida, ulikuwa mnene kiasi kwamba hata taa kubwa za meli zilionekana kama mishumaa midogo. Redio ilianza kupata hitalifu, dira ikawa inazunguka pole pole bila sababu, na ndege waliokuwa wakiruka juu ya bahari walitoweka ghafla. Usiku huo, Lena hakushindwa kulala. Alitoka nje kwenye sitaha ya juu, upepo baridi ukipiga nywele zake. Bahari ilionekana nyeusi kupita kawaida, kana kwamba haikuwa maji, bali shimo lisilo la mwisho. Kisha alikisikia sauti ya chumali kikikwaruzana. Ilikuwa ikitokea chini kabisa kwenye store. Aliinama kidogo, moyo wake ukianza kupiga haraka. Krrr, kama kitu kilikuwa kikijaribu kutoka. Asubuhi iliyofuata, mabaharia wawili hawakuonekana kazini. Walidhani labda walikuwa wamelewa, lakini walipopitia vyumba vyao vilikuwa tupu. Hakukuwa na dalili ya mapambano, hakukuwa na damu. Walikuwa wametoweka tu. Captain Morgan alianza kuhisi uzito kifuani. Alitoa amani meli ichunguzwe kila kona. Ndipo walipofungua store ya mizigo na kuliona lile sanduku.
lilikuwa la zamani sana, miwa yake imefunikwa na alama zilizofutika. Hakukuwa na jina la muhimili wala muhuri wa bandari yoyote. Lifungue, kapteni alisema. Wafanyikazi walipolivunja kwa shoka, kifuniko kilifunguka pole pole, huku harufu kali ya chumvi na kitu kilichooza ikitoka ndani yake. Lakini ndani hakukuwa na kitu, ila maji meusi yaliyokuwa yakitikisika kana kwamba yana uhai. Ghafla taa zikazima na mlio mzito ukasikika kutoka chini ya meli. Boom! Leviathan ilitetemeka. Ndipo safari yao ikabadilika milele. Kuanzia siku hiyo, mambo yasiyoelezeka yalianza kutokea. Watu walidai kuona kivuli kikitembea juu ya maji sambamba na meli. Wengine walisikia mtu akiita majina yao usiku, sauti iliyofanana kabisa na ya wapendwa wao waliobaki nyumbani. Mabomba yalianza kutoa maji ya rangi nyeusi na dira ikawa inazunguka pole pole bila sababu. Captain Morgan aliamua kubadilisha mwelekeo na kurudi bandarini, lakini harama hazikusaidia tena. Bahari walioingia haikuonekana katika harama yoyote. Ilikuwa kana kwamba wameingia mahali pasipo ulimwengu. Usiku mmoja, mlinda doria alipiga kelele juu ya mnara, "Ninaona meli mbele yetu!" Wote walikusanyika kutazama. Ilikuwa meli kubwa iliyochakaa ikielea bila mwanga. Walipoikaribia, waliweza kusoma jina lake lililofutika, Orpheus. Kapteni aliganda. Ilikuwa meli iliyoripotiwa kupotea miaka 50 iliyopita. Hakuna aliyeipata mpaka sasa. Walituma mashua ndogo kuchunguza. Hakuna aliyerudi. Dakika 10 zikageuka saa moja. Mashua ilipatikana baadaye ikiwa tupu. Ilikuwa hapo ndipo hofu ya kweli ilipoanza kuenea ndani ya Leviathan. Abiria wakaanza kuhoji. Baadhi wakataka mashua za uokozi zishushwe mara moja, lakini bahari ilikuwa kimya sana. Kimya kisilo cha kawaida, kana kwamba ilikuwa inasubiri. Usiku uliofuata, Lena alisikia kitu kingembadilisha milele. Alikuwa akirudi chumbani kwake alipoona mlango wa store ukiwa wazi kidogo. Ndani kulikuwa na maji yale meusi, lakini sasa yalikuwa yameongezeka na yakaanza kutiririka pole pole kuelekea nje ya store. Kisha uso ukaibua juu ya maji. Uso wa mwanadamu, macho meupe yasiyo na mboni yakimtazama moja kwa moja. Lena alipiga kelele. Uso hulo ukatoweka ndani ya maji, lakini sakafuni palibaki alama za miguu ya maji zikielekea ndani ya giza la meli. Asubuhi iliyofuata, abiria 5 hawakuonekana. Hakukuwa tena na shaka. Walikuwa hawako peke yao ndani ya Leviathan, na kitu kilichokuwa pamoja nao kilikuwa kikiamka. Ukungu uzidi kuwa mzito hadi hata mchana ulionekana kama jioni. Saa zikaanza kusimama. Simu za ndani zilipiga penyewe bila mtu kupiga. Kisha injini zikaanza kupungua nguvu. Mhandisi mkuu alikimbia kwa kapteni akiwa anatetemeka. "Kapteni, kuna maji yanaingia kwenye chumba cha injini, lakini si ya maji ya bahari, ni yale yale meusi." Waliposhuka chini kuyaona, maji hayo hayakutulia, yalikuwa yakisogea kama kiumbe. Ghafla mkono mrefu wa rangi ya kijani ukatokea ndani yake na kumvuta mmoja wa mafundi. Alipiga kelele moja tu kabla hajazama. Wengine walikimbia. Captain Morgan sasa alijua ukweli mmoja mbaya. Hawakupotea baharini, walikuwa wamenaswa nayo. Usiku uliofuata alitangaza hali ya hatari, lakini ilikuwa tayari imechelewa. Kwa mbali kupitia ukungu, taa zilianza kuonekana chini ya maji. Mamia ya taa, kama mji uliolala chini ya bahari. Na ndani yake kitu kikubwa kikaanza kupanda juu. Mawimbi hayakuinuka, badala yake bahari yote ilionekana kupumzia. Lena alisimama pembeni ya reli ya meli, macho yake yakitiririka bila kujua kwa nini. Kisha alikisikia sauti kichwani mwake, "Rudisheni tulichopoteza." Ghafla akakumbuka lile sanduku. Halikuwa tupu, lilikuwa mlango, na wao walikuwa wameufungua. Ndugu mtazamaji, asante kwa kutizama simulizi hii mpaka mwisho, na pia kama umeipenda, niandikie kwenye comment section hapo chini, na pia unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766
947545. Na pia kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories, unaweza kutuma kiasi chochote ulichonacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane katika simulizi zifuatazo. Asante na kwa heri mpaka wakati mwingine tena.